Ni katika eneo la skuli ya Lumumba hapa visiwani Zanzibar, katika zoezi zima la upigaji wa kura kwa wananchi wa jimbo la Malindi. Mshindo TV imefunga safari moja kwa moja mpaka katika eneo hili kwa lengo mahususi na lukuki, ili kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura, kuweza kujua hali halisi ya mwenendo mzima wa upigaji wa kura ukoje. Nikusihi tu mtazamaji uwe nami mwanzo hadi mwisho. Langu jina ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Utofauti nimeona ni mkubwa sana, tofauti na miaka ya nyuma. Tulikuwa tunazoea tunakuja hapa tunapiga mafoleni makubwa, lakini utaratibu kwanza walioweka tume hii ya uchaguzi ya INEC na ZEC ni utaratibu mzuri sana. Mtu unakuja unapiga kura unaondoka, yani hata ukae hata dakika 3 dakika 4 dakika 5 imezidi dakika 5 unakuja. Utaratibu ni mzuri, unakuwa tayari ushajua chumba chako ni kipi, na pia vile vile hali ya utulivu na usalama imeimarishwa. Kwa kweli vituo vyote nimevitembelea, haya ulinzi, usalama, vyombo vya ulinzi vimeweza kudumisha, hakuna changamoto yoyote, labda mtu ameumizwa au mtu amepigwa. Kwa kweli uchaguzi wa mara hii ni wa aina yake. Kuhusiana na vyombo vya ulinzi, hata na hizi tume zetu mbili zimeweza kujipanga uzuri sana katika maandalizi haya. Hongera yao. Wananchi kwa jumla wajitokeze kwa wingi sana. Hali ya amani imeimarishwa tofauti na ilivyokuwa kionekana mwanzo kwamba kutakuwa hakuna amani. Vituo vyote hasa katika jimbo la Malindi nilivyovitembelea imeimarishwa, na unakuja kukai sana, unaangalia jina lako, unajua kituo chako namba ngapi, unaingia unapiga. Pia vile vile hali ya wahudumu wa tume pia vile vile wako makini sana na kazi yao. Ila wito wangu tu kwamba tume itende haki katika kura hizi zitakazokuwa zimepigwa, ili atakayekuwa ameshinda ametangazwa mshindi. Na uzoefu mkubwa sana toka kuanzishwa mfumo wa vyama vingi, mara zote hizo ni kabla kuanzishwa huo mpaka sasa hivi, kwa sababu na miaka haipungui 60. Kwa sasa hivi inakuwa na uzoefu mkubwa na uelewa na ueledi mkubwa katika swala hili. Kwa kweli kwanza kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie uzima na uhali ya maisha yanavyokwenda hivi kutokana na propaganda zilizoanzishwa na uchaguzi unavyokwenda uzuri. Yani siwezi kusema mara zote zilikosewa, lakini mara hii imefanywa kitu kimoja kizuri kabisa. Yani umekaa katika kituo cha kupigia kura ndani ya dakika 5 mpaka 6 umemaliza. Unaanzwa kule kwanza kwenda kutazama katika bodi, alafu unapita pahali wanakutia katika system, wanakuambia chumba namba gani, na unapokwenda chumba kile wanakufahamisha wanaenda kwa mwakala fulani. Kwa hivyo kama chumba kimoja at least kinachukua kama watu 60 au 70, lakini utajikuta umeingia ndani ya watu 70 wale ndani ya dakika 6 mpaka 10 umemaliza kupiga kura. Zamani ilikuwa mkorogano kusema ukweli, nenda huku rudi huku, unapanga queue kama vile unasubiri kitu gani sijui kilichokuwa mwanzo ya nyuma, miaka nyuma unataka kusafiri kwenda Pemba au Dar, unapanga mstari kutoka getini bandarini mpaka kwenye meli ni masaa 6. Lakini sasa hivi unachukua kama ni dakika 10, 15, 20 umemaliza. Yani hakuna utata ndani ya procedure iliyopangwa. Tunaomba ili jambo likuzwe zaidi na liende, linaleta maendeleo zaidi na linaleta muamko mzima, tofauti na miaka ya nyuma. Hatusemi miaka ya nyuma walikosea, kwa sababu kila ukilala ukiamka elimu na teknolojia inaongezeka. Kwa hivyo hatusemi nyuma walikosea, tunasema sasa hivi wameimarisha na wamefanya bora zaidi, na tuombe iwe bora zaidi ya hivi. Kuambia tume ya uchaguzi kwanza ni kutoa shukrani kwa wao kuamsha wananchi waende wakapige kura juu ya vitisho vilivyotokezea hapa na pale, mambo ya mitandao ya kijamii na mambo ya kipuuzi. Na sasa hivi tupo clear, na kama watu watakuwa watatuona basi wenyewe hawezi kuamini waliotishwa na waliosema kwamba watawazuia watu, kwa sababu sasa hivi kila kitu kiko easy, open na transparent kabisa, kwamba hakina pingamizi. Sasa nashukuru sana kwenye tume ya uchaguzi kwamba imejipanga vizuri pamoja na serikali yenyewe, kwa sababu tume ya uchaguzi haiwezi kufanya uchaguzi bila kuweko serikali. Kwanza tukubaliane hili. Sasa hiyo tume imekuwa tume na aliyomchagua mkurugenzi, na tume nzima inavyofanya kazi inafanya kazi kikawaida inavyotakiwa. Haya ndio tulikuwa tunayatafuta. Nashukuru, alhamdulillah. Nashukuru, nimejitokeza, nimefurahi, nimetumia haki yangu ya msingi. Na Mwenyezi Mungu nijalia kuwa hai. Nashukuru, alhamdulillah. Safari hii mambo yamezidi kwa mazuri. Mambo yamekuwa mazuri, mambo yamekuwa shwari. Wagonjwa tunapoa kipaumbele, tulikuwa wazima lakini Mungu atupa mitihani, lakini hatukupata shida. Tumekuja metoka, nimefika, nimeshughulikiwa, nimeletwa gari nyumbani. Nashukuru alhamdulillah, na sheha wangu na viongozi wangu wamenikumbuka, wamenileta hapa, na kufika hapa nimepokelewa.
vizuri tu kwa heshima na adabu. Alhamdulillah, nimenyenyekewa yani, nimefurahi mimi mwenyewe, nimefurahi, nashukuru. Nawaambia tume ya uchaguzi wazidi bidii, wako vizuri, hawana matatizo yoyote, wamepewa mafunzo, wamefunzika, wananyenyekea, wanajali usalama wa raia wote, wenye wagonjwa, wajawazito, wenye maalumu. Kwa hivyo wanajitahidi, kwa hivyo nawapa hongera. Nawapa hongera sana. Kusema la ukweli, mimi tangu nitoke nyumbani hali ya usalama iko vizuri, kutokana kuna ulinzi wa kutosha, shwari, hakuna fujo wala ghasia za hapa na pale, kila mtu ana amani. Ni mara yangu ya kwanza. Kwa hapa usalama ni mzuri kutokana na utaratibu ulivyopangwa. Sijaona kwamba kuna hitilafu yoyote au usumbufu wote kwa kila mpiga kura. Nimekaa dakika kama 2 na dakika 2 tu. Tume ya uchaguzi na washauri kwamba waendelee kufanya utaratibu mzuri, waendelea kudumisha amani kwa kila mtu ili aweze kupiga kura kwa salama. Hali iko nzuri, mandhari iko nzuri, huduma zipo nzuri. Tunashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu atujalie kwa salama hivi mpaka atakapokutajwa matokeo. Mpaka sasa hivi mimi naona sio ni changamoto yoyote, wala sijaona kama mtu popote alipoonewa. Mimi naona tuko uzuri tu, uchaguzi wa haki na salama. Kwa vile mimi mzoefu katika uchaguzi, nahisi iko sawa tu. Watu wanaenda kwa alfabet, vyumba vimejigawa uzuri, wapo wapigisha kura wa Zanzibar na wa Zeki. Kwa hiyo mimi nahisi kila kitu kiko sawa. Wazee na watu wenye walemavu wamo kuchukuliwa, wanapitishwa mitaani, gari zipo zimetolewa kwa masheha wanawaita wajumbe wao waje kupiga kura. Mpaka sasa hivi hali ya mandhari iko vizuri tu, haina vurugu, haina chochote. Na nahisi kama itakuwa ndio hivi tutamalizia hivi. Uchaguzi wa mwaka nyuma ulikuwa ni mgumu kidogo, ulikuwa na vurugu, nashukuru, lakini kwa uchaguzi huu uko vizuri tu, hauna shida yote. Labda itokee tu kwa baadaye, Mungu tu andike. Lakini mpaka sasa hivi tuko free. Tumekuja kwa wakati, unafanya kila kitu kwa wakati. Tume ya uchaguzi mpaka sasa hivi imesimama vizuri, haina shida yoyote. Na nawashukuru sana kwa upendeleo wao, wanaofanya kazi vizuri. Hali halisi iko safi na usalama upo safi kama kawaida. Kwa hiyo wito unawaambia kina mama, kina baba, vijana waliokuwa majumbani waje wajitokeze kwa wingi katika vituo vya kupiga kura, kwa sababu usalama uko sawa. Hakuna shida yoyote katika vituo vyote vya upigaji wa kura. Utofauti mkubwa kwa sababu uliowepo mwaka huu katika vituo vyetu vyote havina foleni, havina vurugu, tofauti na miaka iliyopita. Foleni zilikuwa kwa wingi, zilikuwa kubwa, vurugu, msongamano, msokotano. Kwa hiyo huo ndio tofauti uliokuwepo. Unajua kusema kweli unapata murwa kidogo kusema kweli. Tangu jana peaceful ipo, lazima tuseme kweli. Peaceful ipo, watu wametulia, askari nao wametulia kabisa. Hali kadhalika leo tumemka kwa salama sana. Askari wako shwari, raia wako shwari. Tunafahamu ni vizuri, tunashukuru sana. Askari wako wanashughulikia ulinzi wao tu, hawana jingine zaidi ya hilo. Mitaani salama, kwa polling station salama. Hicho ndio tunachohitaji sote. Bila salama na amani hakuna ambacho kinafanyika. Kwa hiyo tushukuru, watu watulivu sana, na naomba sana before results vile watu wawe katika hali kama hii. Tunafahamu aloshinda, tunaomba sana aloshinda, alopata kura nyingi, wasione khiana, wasione hofu kusema umeshinda. Aloshindwa kubali, ni haki mpaka kwa Allah hiyo. Umeshindwa, umegombania, sema mimi nimeshindwa, mwenzangu kanishinda, hakuna tatizo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.